Pesa zinaongozwa na sheria maalum kila siku zinapofanya kazi. Sheria hizi ukizitumia kwa uangalifu zitakusaidia kuongeza pesa zaidi, na kama utazikiuka, basi zitakusababishia uishi kwenye changamoto ya kifedha kila wakati kwenye maisha yako. Ili upate mafanikio ya kifedha unayohitaji, kuna sheria hizi za watu hawa 4 ambao unatakiwa kuzizingatia kuanzia leo. Ya kwanza ni ya Northcote Parkinson. Yeye alipata kusema kuwa watu wanashindwa kufanikiwa kifedha kwa sababu wanabadilisha kiwango cha matumizi yao kwa kasi ile ambayo kipato chao kinabadilika. Kwa mujibu wa sheria hii, kama unataka kuona faida ya kuwa na ongezeko la pesa kwenye maisha yako, unatakiwa ama kuongeza matumizi yako kwa kasi ndogo au kutoongeza matumizi yako hadi utakapofanikiwa kuongeza kipato chako kwa mara nyingine. Kuna watu wengi sana ambao kipato chao cha leo ni kikubwa sana ukilinganisha na kipato chao cha miaka kadhaa iliyopita, ila hawaoni tofauti kwa sababu matumizi yao pia yameongezeka kwa kasi sana. Kama walikuwa wananunua shati au gauni la shilingi 10,000, mara tu baada ya kipato chao kuongezeka, wameanza kununua shati au gauni la shilingi 20,000. Matokeo yake, lile ongezeko walilolipata halionekani kabisa. Ili ufanikiwe kifedha, lazima uivunje hii kanuni kwenye maisha yako. Usifanye haraka kuongeza matumizi yako pale kipato chako kinapoongezeka. Kanuni ya pili ni ya George Clason. George Clason ni mwandishi wa kitabu maarufu kinachoitwa Tajiri wa Babeli alichokiandika mwaka 1926. Yeye anasema chanzo cha kuongezeka kwa pesa yako ni pale ambapo kila pesa unayoipata unakuwa na sehemu kiasi fulani ambacho unakihifadhi kwa ajili ya uzalishaji. Huko mbeleni tutajifunza watu wanaofanikiwa wanavyotumia pesa zao, lakini tosha kusema kuwa kwa kutumia kanuni hii unatakiwa kwenye kila pesa ambayo unaipata utenge angalau kiasi fulani cha akiba au uwekezaji. Ukiona kila pesa unayoipata yote unaimaliza kwa matumizi ya kawaida, basi ujue unavunja kanuni hii na utaingia katika changamoto ya kifedha. Je, wewe kwa sasa unatenga kiasi chochote katika fedha unayopata ili kuwekeza? Kanuni ya tatu ni ya Warren Buffett. Yeye anasema, wekeza kwenye eneo ambalo umelifanyia utafiti na unalifahamu. Usiwekeze ama kufanya biashara kwa kufuata mkumbo ama kutamanishwa na kutengeneza faida kubwa kwa haraka. Kama hauna utaalamu, ni vyema kutafuta watu ambao wana utaalamu katika eneo hilo ili waweze kukusaidia. Kwa mujibu wa kanuni hii, mafanikio yako katika kuzalisha fedha zaidi yanatokana na ufahamu wako wa kile ambacho unakifanya ama kupata watu wenye ufahamu mkubwa katika kitu hicho na kuwatumia. Usikurupuke kufanya kitu ambacho hukifahamu vizuri kwa kutamanishwa na faida ya haraka inayoonekana kwa nje. Wengi wamepoteza pesa nyingi kwa tamaa ya pesa. Kanuni ya 4 ni Aliko Dangote. Yeye anasema, njia rahisi ya kujihakikishia kuwa unatengeneza pesa kwa kiwango cha juu ni kufanya kitu ambacho unakipenda sana kwenye maisha yako. Hakikisha kwenye maisha yako unatafuta kitu ambacho unakipenda na hicho unakigeuza kuwa shughuli yako ya kukuingizia kipaji, yani turn your passion into your business. Kwa mujibu wa sheria hii, ni rahisi zaidi kubadilisha kile unachokipenda kuwa ndio kitu cha kukuingizia pesa, na kwa sababu ya nguvu ya kukithamini na kukipenda, basi itakurahisishia sana kutengeneza pesa. Hata utakapokutana na magumu, ni rahisi kwako kuwa na uvumilivu. Cha muhimu zaidi ni kuwa unapofanya kitu unachokipenda, unakuwa na uwezo na ubunifu wa hali ya juu kwenye kutekeleza. Jipime kwa zoezi hili. Moja ya kipimo muhimu katika masuala ya fedha ni kile kinachoitwa wastani wa utajiri wangu, yani my wealth ratio. Hii inamaanisha idadi ya siku au miezi ambayo unaweza kuendelea kuishi bila kufanya kazi yoyote ya kukuingizia kipato chochote cha ziada na bado ukaendelea kuishi maisha ya kiwango kile kile ulichozoea bila kushuka chini. Kusudi kubwa kwenye maisha yako inatakiwa iwe sio tu kupata pesa zaidi, bali pia kuhakikisha kuwa unaongeza wastani wa muda wako wa kuweza kuishi bila kufanya kazi. Kwenye sura zinazofuata utajifunza namna ya kuongeza muda huu. Utaujuaje muda wako wa sasa? Kutafuta wealth ratio yako, kwanza chukua akiba yako yote ulionayo kwa sasa. Chukua akiba iliyoko benki
ama kwenye simu yako, na mali zinazoweza kubadilishwa kwa haraka kuwa fedha. Ukishapata jumla ya kiwango hiko cha pesa, orodhesha jumla ya madeni yote unayodaiwa. Baada ya hapo, chukua jumla ya akiba yako na toa na jumla ya madeni yote. Yaani, jumla ya akiba yako toa jumla ya madeni yako yote unayodaiwa. Hatua inayofuata ni kuanza kuorodhesha gharama zote unazozitumia kila mwezi. Yaani, gharama za nyumba, usafiri, chakula, mavazi, matibabu, ada na kadhalika. Kama kuna matumizi unayalipa kwa mwaka, kwa mfano kodi ya nyumba ama ada, unachotakiwa kufanya ni kugawanya kwa miezi 12 ili ujue kila mwezi unatumia shilingi ngapi. Je, umefanikiwa kupata jumla ya matumizi yako ya mwezi? Kinachofuata, chukua lile jibu la kwanza ulilopata pale ulipochukua jumla ya akiba yako na kutoa jumla ya madeni yako yote unayodaiwa, na kisha gawanya kwa jumla ya matumizi yako ya mwezi. Namba unayopata inakuonyesha idadi ya miezi ambayo unaweza kukaa bila kufanya kazi. Yaani, hesabu yako itasomeka hivi: juu kabisa inakuwa ni jumla ya akiba ukitoa jumla ya madeni, alafu chini inakuwa ni jumla ya madeni yako yote ya kila mwezi. Jibu unalopata ni idadi ya miezi unayoweza kuishi bila kufanya kazi. Je, wewe umepata miezi mingapi? Maswali muhimu baada ya kufanya zoezi hili. Swali la kwanza, je, umepata namba ngapi? Inamaanisha umepata miezi mingapi unayoweza kuendelea kuishi bila kufanya kazi yoyote na usibadilishe kiwango chako cha maisha unayoishi. Swali la pili, je, ungependa namba hii ifikie ngapi mwaka mmoja baada ya leo? Swali la tatu, je, utafanya nini ili kuipandisha namba hii kuwa vile unavyotaka? Njia mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia kupandisha namba hii utajifunza kwenye sura zinazofuata. See you at the top.